Kujiweka kama kiongozi wa ulimwengu huru na shabaha mgongoni mwako na bei kichwani pako. Hivyo ndivyo maisha yanavyokuwa kama rais wa Marekani, na kwa Donald Trump usalama ni wasiwasi unaodumu. Masaa 24 kwa siku sete kwa juma, siku 365 kwa mwaka, na timu yenye watu zaidi ya 700 na msafara wa magari ya kifahari na helikopta zinazostahimili mabomu tayari kwa matumizi. Mfumo wa usalama wa Trump ni ngome halisi. Tangu anapotua kizimbani, rais anakuzunguka na matandao tatanishi wa ulinzi, ikiwemo huduma ya siri. Lakini sio tu wakala ardhini wanaomweka Trump kuwa salama. Kwa kushangaza, jikoni ya kizimbani pia ni eneo lenye kinga kubwa. Wakati wa safari za Trump, timu yake ya usalama inabeba jukumu la lojistiki kubwa. Usalama usiovunjika kwenye kizimbani ni ukweli. Unapozungumzia nguvu za dunia, Marekani inashika nafasi ya kipekee. Hii inamaanisha kwamba anaiongoza moja ya uchumi mkubwa zaidi duniani. Hajui kawaida. Tangu maamuzi muhimu hadi rutuba ya kila siku, rais wa Marekani daima anaanjiwa na mfumo bora wa usalama. Wakati Donald Trump aliposhika urais mwaka 2006, alilazimika kuzoea maisha ya kipekee kuwa rais. Hata hivyo, kulikuwa kitu kabisa tofauti. Kila aina ya anasa au upendeleo ambao alikuwa akipata hapo awali uliongezeka alipundoka na familia yake kwenda kizimbani. Kizimbani ni ishara ya kipekee ya uongozi wa Marekani. Makazi ya rais na mahali pa kufanyia kazi, ngome iliyo na hatua za usalama za kisasa. Makazi na mahali pa kufanyia kazi ya rais sio tu hivyo, ni ngome halisi iliyo na hatua za usalama za kisasa ambazo ni za kushangaza kama vile zinavyotisha. Katika mstari wa mbele wa ulinzi huu ni sensori za infrared za kisasa zinazoweza kugundua hata saini ya joto yenye subira zaidi. Sensori hizi zinashughulikia eneo lote la jengo la Ikulu Nyeupe, zikiendelea kuelekea angani na chini ya ardhi katika mtandao usionekana. Kwa njia hii, ni vigumu kwa mtu yeyote kufika karibu na Ikulu Nyeupe bila kugunduliwa, iwe ni usiku wa manane au wakati wa mchana kamili. Sensori hizo ni za usahihi wa hali ya juu kiasi kwamba wanaweza kutofautisha mwingiliaji wa kibinadamu na wanyama wanaorandaranda karibu kama ndege na sisimizi. Hata hivyo, usahihi wao haupo bila ya sifa maalum. Kulikuwa na matukio ambapo timu ya usalama ilipewa taarifa ya kitisho cha uwezekano pekee kugundua kwamba kulikuwa na smeli mwenda kwa miguu mwenye shauku au paka aliyepotea. Licha ya tahadhari za uongo za mara kwa mara, sensori za infrared hutoa safu isiyoweza kupimwa ya usalama, kuhakikisha kwamba kitisho chochote halisi kinagunduliwa na kutatuliwa mara moja. Mbali na sensori za infrared, makombora shupavu ya ardhini angani pia yanachangia katika usalama. Anga juu ya Washington DC ni eneo la kipekee la kukataza ndege, na ndege yoyote isiyo na ruhusa inayokaribia sana Ikulu Nyeupe hupokea majibu ya moja kwa moja na ya kutatua. Uwanja wa ndege ulio karibu zaidi, uwanja wa ndege wa kitaifa Ronald Reagan uko Virginia, na ndege yoyote nje ya njia yake iliyopangwa mapema hupewa tahadhari kali. Walakini, hii sio mchezo. Hakuna mara tatu. Onyo ni ya kutosha, na upinzani wowote huzindua mfumo wa ulinzi wa makombora ya ardhini anga ya White House. Mfumo huu unajumuisha mtandao wa walipuaji wenye mkakati uliowekwa kwa makini karibu na jengo, tayari kushambulia vitisho vinavyoweza kuja kutoka angani katika mwelekeo wowote. Ingawa maeneo sahihi ya walipuaji ni ya siri, kuna uvumi wa zamani juu ya uwepo wa mfumo wa kisasa wa Avenger kwenye pala White House. Bila kujali ukweli wa uvumi huu, ni dhahiri kuwa kuna mifumo ya usalama ya juu inayopekwa mbingu kutafuta vitisho vya uwezekano. Lasers hizi zinaweza kutambua vitu vya angani kwa umbali wa maili moja, kutoa muda wa kutosha wa kuamsha ulinzi sahihi. Ulinzi wa kizunguka wa jengo hilo unafikia mbali sana angani. Ardhini, wa imara wa chuma unazunguka jengo, ukifanya kazi kama mlinzi kimya dhidi ya wavamizi.
Sio tu kizuizi kimwili, bali pia kinajumuisha sensori za msukosuko zinazowahadharisha walinzi ikiwa itaguswa. Kwa urefu wa futi ilas huwa umepangwa kuwakataza wapandaji kwa miba yake kali. Hata hivyo, huo ni mwanzo tu. Barabara za kizuizi za saruji na chuma zimepangwa kwa makini kuzuia magari yasiyoruhusiwa kuingia kwenye mipaka. Vizuizi hivi vina uwezo wa kuzuia magari kwa kasi kubwa, kufanya kama mtaro wa kisasa kuzunguka White House. Uangalizi ni upande mwingine muhimu wa mfumo wa usalama wa White House. Jengo lote linaangaliwa kwa mtandao wa kamera za azimio kubwa zinazotoa mtazamo kamili wa ardhi. Kamera hizi zina uwezo wa kuona usiku, kuhakikisha kuwa timu ya usalama ina uangalizi wa kudumu juu ya mali nzima bila kujali wakati wa siku. Mfumo wa uchunguzi wa nyumba ya White unaimarishwa na ndege zisizo na rubani ambazo hutoa mtazamo wa angani wa jengo, zikiwa tayari kuingilia kati ndege yoyote isiyo na idhini. Ulinzi huu wa mzunguko na mifumo ya uchunguzi hufanya ngao isiyoweza kuvukwa kuzunguka nyumba ya White. Mchakato wa uchaguzi na uthibitisho kwa wageni ni sehemu nyingine muhimu ya usalama wa ndani. Ingawa nyumba ya White huwapokea wageni takriban 30,000 kila siku, ni wachache tu wanaoruhusiwa kuingia. Wale wanaotaka kufanya ziara lazima watume maombi yao angalau siku 23 kabla, ili kuwapa wakati wa kutosha maafisa wa usalama kufanya uchunguzi wa kina. Mchakato huu unajumuisha ukaguzi wa historia ya kazi ya mwombaji, anwani za awali, rekodi za uhalifu na uhusiano wowote na makundi yanayoweza kuwa tishio kwa usalama. Lengo ni kuhakikisha kuwa ni watu tu ambao hawana kitisho kwa rais au familia ya kwanza wanaoruhusiwa kuingia. Hata wale wanaokubaliwa kwenye uchaguzi wanakabiliwa na itifaki kali za usalama wakati wa ziara. Ziara zinazongozwa hufanywa chini ya usimamizi wa walinzi wa ngazi ya juu, na maeneo kadhaa ya nyumba ya White yanabaki kuwa ya kizuizi kwa wageni. Katikati ya mfumo wa usalama wa nyumba ya White wapo wafanyakazi waliohitimu sana na itifaki za dharura zinazohakikisha ulinzi wa rais katika hali zote. Huduma ya siri ni mstari wa kwanza na wa mwisho wa ulinzi, timu iliyojitoa na iliyopewa mafunzo yenye jukumu la kulinda rais, familia ya kwanza na nyumba ya White. Ilianzishwa mwaka 1965. Huduma ya siri imegeuka kuwa kikosi cha kitengo kinachojulikana kwa ujuzi wake na kujitolea kwa si kupindukia. Mawakala hupitia mafunzo makali kuwaandaa kwa hali tofauti, kutoka uvamizi rahisi wa uwanja wa nyumba ya White hadi mashambulizi ya nyuklia ya kiwango kikubwa. Mafunzo yao yanajumuisha vitisho vya uwezekano, kuhakikisha wako tayari kuchukua hatua kwa usahihi na ufanisi wakati wowote. Huduma ya siri inadumisha kiwango kisichopatikana kwingineko cha uchunguzi. Mawakala wamepangwa kwa kimkakati kote kwenye Ikulu Nyeupe, wazina waliofichwa, wakijenga mtandao wa usalama kamili. Kwa kila mwakala anayepiga dori ya mazingira, kuna wengine wawili wanaofanya kazi kwa siri, tayari kuingilia kati wakati wowote unapohitajika. Mbinu hii ya safu huweka hakikisha kuwa tishio lolote linalowezekana linabainika na kuzuiwa haraka. Idara ya usalama wa rais pia huongeza ulinzi wake zaidi ya Ikulu Nyeupe, ikifuatilia rais wakati wa safari zake zote na kuhakikisha kwamba kamwe hapatiki zaidi ya dakika sulu kutoka kituo cha majeraha. Aidha, mawakala wanabeba kundi la damu la rais tayari kwa transfusion ya dharura, kuongeza idara ya usalama wa rais au mbua walio katika Ikulu Nyeupe, sehemu muhimu ya timu ya usalama. Mbwa hawa, hasa wa kizazi cha Belgian Shepherd, wanafundishwa kugundua na kuwahadaa wageni kwa haraka na kwa ufasaha. Kwa uwezo wa kufikia kasi ya hadi maili 9 kwa saa, hawa mbwa wanaweza kwa haraka kuingilia kati mtu awaye yule asiyeidhinishwa anayejaribu kuvamia eneo la Ikulu Nyeupe.
Baada ya kupitia mpango wa mafunzo wa wiki ibentu na wakufunzi wao, mbwa hawa wameandaliwa kwa hali yoyote. Uaminifu wao na ufanisi wao ulidhihirishwa mwaka wa 2014 wakati mbwa wawili, Hurricane na Jordan, walifanikiwa kudhibiti mfanikizi ambaye alikuwa amejaribu kupita uzio wa Ikulu Nyeupe, wakionyesha jukumu muhimu lao katika mkakati wa usalama wa eneo hilo. Katika tukio la tishio la maafa kama shambulio la nyuklia, Ikulu Nyeupe ina pango lenye nguvu ya bomu, likitoa kimbilio salama kwa rais na wafanyakazi muhimu. Pango hili lililoshikiliwa siri linajumuisha mtandao wa itifaki za dharura zilizundwa kuhakikisha utaratibu wa serikali unadumishwa. Ingawa maelezo kuhusu pango hilo ni ya siri, inajulikana kuwa ukingo wa chini ulijengwa wakati wa utawala wa Reagan mnamo 1997, ukiongezea lifti ya chini. Ukingo huu ni sehemu ya mfumo mkubwa unaojumuisha kupitia salama iliundwa wakati wa urais wa Franklin D. Roosevelt, ikiunganisha Ikulu Nyeupe na hazina ya stempu. Kuwepo kwa vifaa hivi vilithibitishwa wakati Rais George W. Bush alipigwa picha kwenye nafasi ya dharura baada ya mashambulio ya tarehe 6 Septemba. Mnamo mwaka wa 2010 kulikuwa na kazi kubwa ya kuchimba ardhi ya Ikulu Nyeupe, ikiongeza uvumi kuhusu ujenzi wa pango jipya lenye teknolojia ya hali ya juu. Mradi uliodumu kwa miaka miwili unabaki kuwa siri na Ikulu bado haijasambaza maelezo ya kile kilichomo chini. Lakini uwepo wa usanifu huo unasisitiza umuhimu wa maandalizi ya kukabiliana na vitisho vya uwezekano, kuhakikisha rais anaweza kuendelea kuiongoza taifa hata katika mazingira yenye kutisha zaidi. Jikoni ya Ikulu pia ni muhimu kama maelezo yote yaliyotajwa hadi sasa. Hili linapopisha ya usalama wa ndani ni ulinzi dhidi ya jaribio la sumu. Licha ya enzi ya kisasa, kitisho cha mauaji kwa njia ya sumu bado ni wasiwasi wa kweli. Kukabiliana na hili, Ikulu huajiri timu ya watazamaji wa chakula ambao jukumu lao pekee ni kuhakikisha kuwa milo yote inayotolewa kwa rais ni salama. Mazoea haya yanayoendelea na zama za kati yanahusisha kula chakula cha rais kabla ya kuandaliwa, kuchunguza ishara yoyote ya kubadilishwa au kuchafuliwa. Umuhimu wa jukumu hili ulisisitizwa mnamo 2013 wakati iliripotiwa kuwa Rais Barack Obama alikataa kula katika tukio la Ikulu kwa sababu mpimaji wa chakula wake hakuwa na hewani. Kisa hiki kilikuwa onyo kuhusu uangalizi endelevu unaohitajika kulinda rais kutokana na vitisho hivi. Idara ya siri pia ina jukumu muhimu katika mchakato huu, ikiangalia maandalizi ya milo na kuhakikisha kuwa viungo vyote vinapatikana kutoka kwa wazalishaji wenye uaminifu. Kila mpishi wa Ikulu hupitia mchakato mkali wa uteuzi kabla ya kuruhusiwa kuandaa chakula kwa rais, kupunguza hatari ya kubadilishwa. Bali na majukumu yao ya msingi ya kupika, mabwana mapishi wa Ikulu mara nyingi wanakabidhiwa majukumu ya ziada, mara nyingi ya kushangaza. Kwa mfano, wakati wa urais wa Barack Obama, timu ya jikoni ilikuwa ikitakiwa kuzalisha bia, ikizua mara ya kwanza bia ilizalishwa kwenye ardhi ya Ikulu. Kazi hii ilihitaji mabwana mpishi kubadilika na kubuni, kutumia viungo vilivyopandwa katika bustani ya Ikulu ili kuunda bia ya rais ya kipekee. Kazi nyingine ya kupendeza na muhimu ni uundaji wa nyumba ya tangawizi ya kila mwaka ya Ikulu. Hili ambayo inahusisha utunzaji wa kazi ya sanaa yenye ustadi mkubwa wa keki, inaonyesha vipaji vya usanii vya wauguzi na kuongeza kugusa sherehe kwa msimu wa likizo. Nyumba ya Zanzibar inaonyeshwa kwenye chumba cha kulia cha jimbo, ambapo inaheshimiwa na maelfu ya wageni kila mwaka.
Wakati Rais Donald Trump anapita maisha ya rais wa Marekani, mtu anaweza awali kufafanua hii kama mtindo wa maisha wa kifahari. Lakini ni muhimu kusisitiza kwamba taji lina uzito wake. Kama marais wengi kabla yake, Donald Trump anafurahia kiwango cha juu sana cha anasa, lakini katikati ya yote ni usalama. Rais lazima awe macho wakati wote, hasa wakati wa safari zake. Fikiria ulimwengu ambapo kila safari ni operesheni ya hatari kubwa, ambapo kiongozi wa ulimwengu huru anahamia na msafara ambao unaweza kulinganishwa na mafanikio makubwa ya Hollywood. Kutoka kwa Air Force One maarufu kupitia angani hadi kwenye ngome ya vyuma inayojulikana kama mnyama ikivuka barabarani, rais wa Marekani anasafiri kwa usalama na usahihi usio na kifani. Lakini nini hasa kinachotokea nyuma ya pazia? Kiongozi mwenye nguvu zaidi duniani anaranda duniani kwa ufanisi kiasi gani? Hadithi ya usafiri wa rais ni safari kupitia wakati, ikionyesha mabadiliko ya teknolojia na mahitaji yanayozidi ya wadhifa huo. Katika nyakati za zamani, marais walitumia magari ya farasi na treni, ambapo Abraham Lincoln alitumia treni kwa mara ya kwanza katika safari yake ya kuapishwa mnamo 1861. Kuingia kwa magari katika karne ya 20 kulileta enzi mpya ya usafirishaji. Rais William Howard Taft alikuwa mwanzilishi wa mabadiliko haya, akibadilisha stendi za White House na gari mwaka wa 1909. Angani liliwaziwa kwa safari za rais wakati wa utawala wa Franklin D. Roosevelt. Mnamo 1943, Roosevelt alikuwa rais wa kwanza aliyeko madarakani kupaa angani, akitumia Boeing 340 Clipper kushiriki mkutano wa Casablanca. Tukio hili lilikuwa mwanzo wa sura mpya katika usafiri wa rais. Hija ya ndege iliyohusishwa ilikuwa wazi, ikiongoza kwa kuundwa kwa Air Force One ya kwanza, ambayo ilikuwa C-54 Skymaster iliyobadilishwa wakati wa urais wa Harry S. Truman. Air Force One inayopatikana leo ilianza na Rais John F. Kennedy. Mwaka wa 1962, ndege ya Boeing 737 ililetwa, ikionyesha rangi ya kipekee ya buluu na nyeupe iliundwa na Raymond Loewy. Ndege hii ilianzisha msingi kwa ndege za baadaye za Mares, ikijumuisha usalama, uwezo wa mawasiliano na faraja. Air Force One ya sasa, Boeing 747, ilianza kutumika wakati wa urais wa Ronald Reagan katika miaka ya 1960. Hii White House inayoruka imejengwa na teknolojia ya hali ya juu, ikiruhusu rais kushughulikia migogoro na kuwasiliana na viongozi wa kimataifa kutoka sehemu yoyote ya dunia. Idara ya ulinzi wa rais inashirikiana karibu na majeshi ya ulinzi kuhakikisha tabaka kadhaa za usalama. Kikundi cha usafirishaji wa anga cha rais, sehemu ya jeshi la anga la Marekani, ndiyo inayoendesha Air Force One. Timu hii inahakikisha kuwa ndege iko tayari na salama wakati wote, na ndege mbadala zinapatikana kwa dharura. Majeshi ya ulinzi pia hutoa msaada wa logistiki, ikiwa ni pamoja na Marine One, helikopta ya rais inayofanyiwa kazi na helikopta ya kikosi cha Marines One. Helikopta hii mara nyingi huhamisha rais kutoka ikulu ya White House hadi kituo cha anga cha Andrews, ambapo Air Force One inapatikana. Kwa maendeleo ya teknolojia yanayoendelea, mustakabali wa safari za rais unahidi maguzi makubwa. Ingawa Air Force One ya sasa, Boeing 747, tayari ni ya kisasa sana, ikiwa na mifumo ya mawasiliano ya hali ya juu na uwezo wa kujilinda, kuna mipango inayotekelezwa ya kuiweka kando kwa kizazi kipya cha ndege ambazo ahadi zaidi. Air Force One ijayo, ambayo inatarajiwa kuwa Boeing 747 Art iliyobadilishwa, itakuwa na teknolojia ya hali ya juu iliyoundwa kuboresha usalama na ufanisi, avioniki ya juu, ufanisi mkubwa wa mafuta na mifumo ya ulinzi iliyoboreshwa ni sifa za ndege ya rais mpya. Zaidi ya hayo, ndege itajumuisha teknolojia ya mawasiliano ya hali ya juu ili kumweka rais kuunganishwa na dunia kila wakati. Msafara ni sehemu muhimu sana wakati wa safari za rais. The Beast, limuzini iliyolindwa ya rais,
Imeundwa kwa kuhimili vitisho mbalimbali na inasindikizwa na msafara wa magari ya msaada kama vile SUVs ya huduma ya siri, gari la wagonjwa na gari la mawasiliano. Njia inapangwa kwa uangalifu wa kila punde ili kupunguza hatari, na njia mbadala ziko tayari kwa matukio yasiyotarajiwa. Kwa miaka mingi, msafara umebadilika ili kukidhi mahitaji yanayoongezeka ya usalama na mawasiliano. Mauaji ya Rais John F. Kennedy mwaka 1963 ilikuwa hatua muhimu ambayo ilisababisha mabadiliko makubwa katika muundo na uendeshaji wa msafara. Gari la kufunuliwa ambalo Kennedy alikuwemo lilichukuliwa nafasi na magari yenye kinga nzito, na hatua kali za usalama ziliongezwa na huduma ya siri. Msafara wa rais hauishi kwenye limuzini peke yake, ingawa inaweza kusemekana kuwa ni kitovu cha matakwa. Inayojulikana kama The Beast, limuzini ya rais ni Cadillac ya kipekee iliundwa kuhimili anuwai kubwa ya vitisho. Ikiwa na kioo thabiti dhidi ya risasi, sahani ya chuma iliyoboreshwa na ndani iliyofungiwa, gari hutoa ulinzi dhidi ya mashambulizi ya kemikali. The Beast pia inajumuisha mifumo ya mawasiliano ya juu, kuruhusu rais kuendelea kuunganishwa na ulimwengu wakati wa mikutano yake. Msafara hujumuisha magari ya uongozi na ulinzi, mara nyingi SUVs na mawakala wa huduma ya siri tayari kuchukua hatua dhidi ya vitisho. Zaidi ya hayo, kuna gari la mawasiliano ambalo hufanya kama kitovu cha amri kilichoweza kuhamishwa, na gari la kielektroniki la kuzuia zana zenye milipuko zilizongozwa kijijini. Magari ya matibabu pia yanashiriki msafara, yakihakikisha rais ana huduma ya matibabu ya haraka ikihitajika. Logistiki ya kuandaa msafara wa rais ni ya kuvutia, kila maelezo yakipangwa kwa umakini, kutoka kwa aina za magari yanayotumiwa hadi wakati wa kila mcheguko. Idara ya ulinzi ya siri hufanya ukaguzi na mazoezi mengi kuhakikisha kuwa kila kitu kinaenda kama ilivyopangwa. Kiwango hiki cha maandalizi ni muhimu, kwani msafara si tu njia ya usafiri. Ni muhimu kwa kudumisha usalama wa rais kila wakati. Kwa miaka mingi, teknolojia imecheza jukumu muhimu zaidi katika operesheni za msafara. Mifumo ya ufuatiliaji ya juu, ndege zisizo na rubani, na vifaa vingine vya teknolojia ya hali ya juu hutumika kufuatilia mazingira na kugundua vitisho vinavyowezekana. Msafara ni mfano wa mwingiliano kati ya utamaduni na uvumbuzi, ukiunganisha hatua za usalama zilizothibitishwa kwa muda na teknolojia ya kisasa. Siku ya msafara, operesheni hutendeka kwa usahihi wa kijeshi, kwa kawaida ikiongozwa na gari la pilote linalosafiri mbele ya msafara wa msingi kwa kutambua njia na kuripoti matatizo yoyote. Baada ya gari la pilote huja magari ya uongozi, mara nyingi ni SUVs, na mawakala wa idara ya ulinzi ya siri wapo tayari kuchukua hatua dhidi ya tishio lolote. Mawakala hawa wana mafunzo ya hali ya juu kuhusu kuendesha gari kwa tahadhari na kujibu kimkakati, hivyo kuhakikisha majibu ya haraka na yenye ufanisi katika hali yoyote. Zaidi ya hayo, msafara unajumuisha gari la mawasiliano ambalo hufanya kama kituo cha amri kinachoweza kuhamishika. Limejazwa na teknolojia ya hali ya juu, yakihakikisha idara ya ulinzi ya siri ina mawasiliano ya mara kwa mara na pande zote zinazohusika. Gari la vifaa vya kuzuia mawasiliano ya elektroniki limejumuishwa katika msafara, likilenga kuzuia vifaa vya mlipuko vinavyodhibitiwa kwa mbali vinavyoweza kusababisha vitisho. Msaada wa matibabu ni kipengele kingine muhimu, na gari la wagonjwa au gari la msaada wa matibabu daima likiwa pamoja, timu ya matibabu na vifaa vya kutoa huduma ya haraka katika dharura. Hii inahakikisha huduma za matibabu zinapatikana kila wakati kwa rais, bila kujali hatima ya msafara. Jukumu la huduma ya siri katika msafara linajumuisha si tu ulinzi wa rais, bali pia ushirikiano wa harakati zote.
Mawakala wako tayari kutabiri na kujibu hali mbalimbali, kuanzia mashambulizi yanayowezekana hadi dharura za matibabu. Uzoefu wao na uangalifu ni muhimu kwa mafanikio ya msafara, ikizingatiwa usalama wa rais wakati wa safari. Kitengo cha matibabu cha ikulu ya White House, kinachojulikana kama UHEMU, kinasimamia masuala ya afya ya uongozi wa juu, ambayo ni kazi ngumu. Jukumu kuu ni kutoa huduma kamili za matibabu kwa rais, makamu wa rais, familia zao, timu ya ikulu ya White House na wageni wa kimataifa. Lakini wamepatikanaje na majukumu yao ni yapi leo? Asili ya UHEMU inarudi kwa siku za mwanzo za urais wa Marekani, wakati haja ya timu ya matibabu ilijitokeza wazi. Kwa kuongezeka kwa majukumu na uwazi wa rais, haja ya huduma za matibabu za moja kwa moja na zilizoaminika pia iliongezeka. Kadri muda ulivyopita, UHEMU ilifanywa kuwa rasmi, ikawa sehemu muhimu ya miundombinu ya ikulu ya White House, ikahakikisha viongozi wa kitaifa wako daima katika hali nzuri kutekeleza majukumu yao. UHEMU inaongozwa na mkurugenzi, kawaida afisa wa kijeshi wa cheo cha juu, kama kanali wa jeshi la ardhini au la anga, au nahodha wa jeshi la majini. Mtu huyu pia anaweza kushikilia nafasi ya daktari wa rais, ingawa katika nyakati za hivi karibuni majukumu haya yamekuwa mara nyingi tofauti. Daktari wa rais huchaguliwa kibinafsi na rais mwenyewe na anazingatia hasa afya ya kibinafsi ya kiongozi. Mkurugenzi wa UHEMU anateuliwa na mkurugenzi wa ofisi ya kijeshi ya ikulu ya White House na ana jukumu la kuhakikisha kuwepo kwa mipango ya afya na dawa ya hali ya juu kuhakikisha kuendelea kwa urais. Timu ya UHEMU inajumuisha madaktari wa kijeshi walio kazini, wasaidizi wa matibabu, wauguzi waliosajiliwa, waparamediki na wafanyakazi wa usaidizi walio na ujuzi wa hali ya juu, tayari kushughulikia hali mbalimbali za matibabu, kutoka kwa uchunguzi wa kawaida hadi matibabu ya dharura ya majeraha. Wakiwa na vyeti katika tiba ya dharura, tiba ya familia na tiba ya ndani, timu ya UHEMU pia ina vyeti vingine katika kutunza majeraha na msaada kwa maisha ya moyo, jambo linalowawezesha kushughulikia hali yoyote ya kiafya. Zaidi ya hayo, UHEMU inacheza jukumu muhimu katika kupanga matibabu ya dharura, ikiwa ni pamoja na maendeleo ya mipango ya kina kwa safari za rais au makamu wa rais, kwa lengo la kuhakikisha kuwa rais yupo daima chini ya dakika 3 kutoka hospitali yenye kituo cha majeraha ya hali ya juu. Kadhalika, UHEMU inawajibika kwa usimamizi wa kitengo cha matibabu kilichosafirishwa kwenye ndege ya Air Force One na Air Force 2. Wakati Air Force One ina chumba cha upasuaji kamili lenye meza ya upasuaji, vitanda, vifaa vya kurejesha, mfuatiliaji wa matibabu na duka la dawa, Air Force 2, iliyolengwa kwa makamu wa rais, ina kitengo cha kwanza cha huduma ya kwanza, defibrillator wa nje wa otomatiki, silinda za oksijeni na dawa za msingi. Mbali na majukumu yake ya vitendo, UHEMU hutoa ushauri kwa baraza la rais kuhusu uwezo wa rais kutimiza mamlaka na majukumu ya wadhifa kama ilivyoainishwa katika marekebisho ya 25 ya katiba ya Marekani. Hivyo, UHEMU inacheza jukumu muhimu katika maamuzi yanayohusiana na uongozi wa taifa, ikionyesha umuhimu wake kwa kuendelea kwa urais. Viwango vya wafanyakazi wa UHEMU vimetofautiana kwa miaka. Kutoka 1973 hadi 2001, kitengo kilikuwa na wajumbe dual. Idadi hiyo iliongezeka hadi 22 mwaka 2002 na ifikapo 2010, UHEMU ilikuwa imeongeza hadi wajumbe 20. Kuanzia mwaka wa 2012, kitengo kilikuwa na madaktari 5 na mafundi wa dharura 3, pamoja na wauguzi wa usajili 6 wanaohudumu kwa kipindi cha miaka 2. Wauguzi hawa wamepata mafunzo na vyeti katika huduma za dharura, kufufua na matibabu ya majeraha, hivyo kuhakikisha wako tayari kushughulikia dharura yoyote ya matibabu.
Miundombinu ya WHMU imeundwa ili kutoa huduma kamili za matibabu katika mazingira mbalimbali. Kitengo hicho kina uwezo wa matibabu ya dharura na majeraha kwenye ikulu ya White House na makazi ya makamu wa rais katika Naval Observatory ya Marekani. Zaidi ya hayo, chumba cha uchunguzi wa matibabu kinahifadhiwa katika jengo la ofisi ya utekelezaji ya Eisenhower kutoa rasilimali ya ziada kwa huduma za matibabu. Daktari wa zamani wa rais alielezea kitengo cha ikulu ya White House kama kituo cha huduma za haraka, akibainisha tayari yake kushughulikia dharura za matibabu. Mwezi wa Januari wa 2024, WHMU na duka lake la dawa zilivuta macho ya vyombo vya habari wakati ofisi ya mkaguzi mkuu wa idara ya ulinzi ilipotoa ripoti ya uchunguzi iliyoelekezwa kwenye rekodi za maagizo ya dawa na huduma kati ya 2017 na 2019 wakati wa urais wa Donald Trump. Ripoti hiyo ilisisitiza kuhusu rekodi zisizofaa za maagizo, kutupa taka zenye udhibiti na uhakiki wa vitambulisho, miongoni mwa masuala mengine. Duka hilo liliwapa bidhaa za kampuni ghali bure badala ya zenye nembo ya jumla zaidi, kukiuka sera ya idara ya ulinzi. Pia WHMU ilitumia kiasi kikubwa cha pesa kwa huduma za afya kwa wafanyakazi wengi wa ikulu ya White House, maafisa na makandarasi wasiostahiki. Ripoti hiyo ilipendekeza maendeleo ya sera na taratibu za kuboresha usimamizi wa dawa, ikiwa ni pamoja na ununuzi, uhifadhi, hesabu, maagizo, utoaji na kutupa. Pia ilipendekeza kukuza mpango wa uangalizi wa farmasi, udhibiti wa kustahiki kwa magonjwa katika mfumo wa afya wa kijeshi, mpango wa kuangalia kustahiki kwa mgonjwa katika WHMU, mpango wa kuangalia huduma za matibabu ya utekelezaji, ikiwa ni pamoja na ufikiaji wa wagonjwa na udhibiti wa malipo na marejesho ya gharama za huduma kwa wagonjwa wasio wa kijeshi. Matukio haya ya hivi karibuni yanaonyesha umuhimu wa WHMU katika kudumisha afya na usalama wa viongozi wa taifa. Wakati kitengo kinaendelea kukua na kuzoea changamoto mpya, bado kinabaki kuwa sehemu muhimu ya miundombinu ya ikulu ya White House, ikihakikisha rais, makamu wa rais na familia zao wanapokea huduma bora kabisa za matibabu. Hapa kuna taswira ya kuchimba uhai katika urithi uliolindwa kwa nguvu ya Rais Donald Trump. Tutakolosha wafanya biashara wa ulimwengu, wa komunisti, wa marksisti na mafashisti. Ni jambo la kusikitisha kwamba Joe Biden, mwenye ufisadi, alitumia karibu dola bilioni 6 kwa ajili ya kuwahifadhi wahamiaji haramu na wahamiaji wa kigeni wanaoingia nchini mwetu. Kinachotokea ni uvamizi. Tulikuwa na mpaka salama zaidi katika historia na sasa tuna mpaka mbaya zaidi labda duniani. Ili kuelewa umuhimu wa tamko la Donald Trump, ni lazima kuchambua muktadha ambao ulitolewa wakati wa mahojiano ya hivi karibuni na chombo kikuu cha habari. Trump alitoa kauli hiyo ya kushangaza kujibu swali kuhusu mipango yake na sera zake endapo angechaguliwa tena kwa muhula wa pili kama rais wa Marekani mnamo 2024. Donald Trump, rais wa 46 wa Marekani, anajulikana kwa kuwa mkali. Katika uongozi wake, alijitokeza kwa mtazamo wake usio wa kawaida kuhusu siasa na mawasiliano yake moja kwa moja. Uhamiaji na usalama kwenye mpaka wa Marekani-Mexico walikuwa masuala muhimu ya utawala wake. Tangu mwanzo wa kampeni yake, Trump alisisitiza kwamba Marekani ilikuwa ikikabiliwa na mgogoro wa mpaka. Alisisitiza kwamba uhamiaji haramu uliweka hatari kwa usalama wa taifa, uchumi na ustawi wa raia wa Marekani. Ujenzi wa ukuta mpakani ulikuwa mojawapo ya ahadi zake muhimu, ikiwa ishara kwa wafuasi wake. Mwaka 2012, mara tu baada ya kuanza kuitumikia ofisi, Trump alitoa agizo la utendaji kuanzisha ujenzi wa ukuta. Uamuzi huu ulipokelewa na wafuasi na wapinzani, huku wakosoaji wakidai kwamba ilikuwa suluhisho lisilo na tija na lenye gharama kubwa kwa suala lenye utata.
Wakati wa uongozi wake, Trump aliweka sera mbalimbali kwa lengo la kudhibiti uhamiaji haramu. Hizi ni pamoja na sera ya kutotenda kupuuza, ambapo idara ya sheria ilianza kuwashtaki kisheria kila mtu aliyetuhumiwa kwa kuingia mpaka kinyume cha sheria, ikiwa ni pamoja na wale waliovuka kwa mara ya kwanza. Hii imeleta kwa kuachana kwa familia mipakani na kupitishwa kwa sera kali za uhamiaji. Ingawa hatua hizi zimehimizwa na wafuasi wa Trump, pia zimekuwa kwenye malengo ya ukosoaji kutoka kwa mashirika ya haki za binadamu na walinzi wa haki za wahamiaji. Kadhia ya uhamiaji imegeuka kuwa suala lenye kutenganisha sana katika siasa ya Marekani, na maoni makali kutoka pande zote za mjadala. Nchi yetu inavamiwa. Tunajikita kufuata mfano wa Eisenhower. Tutatumia rasilimali zote za serikali za mitaa, za shirikisho na za jeshi zinazohitajika kuendesha operesheni kubwa zaidi ya kuwafurusha wandani katika historia ya Marekani. Kauli ya Trump kuhusu uwezekano wa kuingia vitani akipewa kipindi kingine inaweza kufasiriwa kama kielelezo cha msimamo wake mkali kuhusu usalama wa mpaka. Anasisitiza kwamba kutuma vikosi vya kijeshi kwenye mpaka wa Marekani Mexico ni hatua muhimu kwa kulinda uhuru wa taifa na kuhakikisha usalama wa wananchi wake. Mojawapo ya msukumo wa msingi nyuma ya msimamo wa Trump ni wasiwasi wake wa kina kuhusu uhamiaji haramu na usalama wa mpaka. Katika kipindi chake cha uongozi, ameendelea kusisitiza kwamba mpaka imara ni muhimu kwa kulinda wananchi wa Marekani na usalama wa taifa. Trump aliona mpaka wa Marekani Mexico kuwa njia muhimu kwa wahamiaji haramu, dawa za kulevya na shughuli za uhalifu. Kwa ahadi ya kutumia nguvu za kijeshi na kutuma wanajeshi kwenye mpaka, Trump alilenga kusambaza ujumbe wazi kwamba Marekani haitavumilia uhamiaji haramu na itachukua hatua kali kulinda mipaka yake. Alikuwa anaamini kwamba kionyesho cha nguvu kingefanya kama kitisho, kuwakataza watu kutaka kuvuka mpaka kinyume cha sheria. Sababu nyingine inayoweza kuwa imeathiri kauli ya Trump ni hamu yake ya kukata rufaa kwa wafuasi wake. Katika kipindi chake cha uongozi, Trump alijenga msingi imara wa wafuasi wanaovutwa na msimamo wake madhubuti kuhusu uhamiaji. Kwa kutoa kauli ya kijasiri kama hiyo, Trump alilenga kuchochea msingi wake na kudumisha uungaji mkono wake. Ni muhimu kusisitiza kwamba njia ya Trump kuelekea uhamiaji na usalama wa mipaka daima imekuwa mada yenye ugomvi. Wakati wafuasi wake walikuwa wanamsifu kwa juhudi zake za kuhakikisha mipaka, wakosoaji walidai kuwa sera zake zilikuwa zisizo za kibinadamu na zisizofanikiwa. Kauli ya Trump juu ya kwenda vitani iliongeza magawanyiko zaidi, huku baadhi wakiona ni hatua muhimu na wengine kama ongezeko la kuchukua hatua kali na isiyo ya lazima. Hata hivyo, ni muhimu kuzingatia uwezekano na uhalali wa kupeleka jeshi katika mpaka wa Marekani Mexico. Sheria ya Posse Comitatus, sheria ya shirikisho, inazuia matumizi ya jeshi kwa masuala ya maombi ya sheria za ndani. Uamuzi wowote wa kupeleka jeshi ungehitaji kukabiliana na changamoto hizi za kisheria na kupima kwa kina matokeo yanayowezekana. Kuweka jeshi katika mpaka wa Marekani Mexico bila shaka kungekuwa na madhara makubwa kama ya ndani na ya kimataifa. Moja ya matokeo ya moja kwa moja itakuwa ni wasiwasi unaosababishwa kwenye uhusiano kati ya Marekani na Mexico. Kutuma wanajeshi kwenye mpaka kunaweza kuchukuliwa kama hatua ya kushambulia na ya kichochezi, ikitamka uwezekano wa mvutano wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili. Zaidi ya hayo, kupeleka jeshi kunazua wasiwasi kuhusu kijeshi za usalama wa mipaka. Wakosoaji wanaodai kwamba kutegemea jeshi kwa utekelezaji wa sera za uhamiaji kunachafua mipaka kati ya ulinzi wa taifa na utekelezaji wa sheria za ndani. Hii inaweza kuweka mwongozo wa ongezeko la matumizi ya nguvu ya kijeshi katika masuala ya raia, ambayo ni kinyume na misingi ya jamii ya kidemokrasia.
Matokeo mengine ni athari inayoweza kuwa kwenye maisha ya watu wanaoishi katika mpaka. Uwepo wa kijeshi unaweza kuvuruga jamii, kujenga mazingira ya hofu na kusababisha uvunjwaji wa haki za kiraia. Pia inaweza kuongeza mvutano kati ya maafisa wa mpaka na mashirika ya utekelezaji wa sheria za ndani, ambapo majukumu yao yanaweza kuchanganyikiwa. Zaidi, gharama ya kifedha ya kupeleka jeshi katika mpaka haipaswi kupuuzwa. Kutengwa kwa rasilimali na fedha kusaidia uwepo wa kijeshi kunaweza kusababisha rasilimali kuelekezwa kutoka kwa masuala mengine ya dharura kama vile afya, elimu na miundombinu. Hii inaleta maswali juu ya matumizi yenye ufanisi zaidi na ufanisi zaidi wa pesa za walipa kodi. Zaidi ya hayo, kupeleka jeshi katika mpaka kati ya Marekani na Meksiko kungehitaji kukabiliana na changamoto za kisheria. Kama ilivyotajwa hapo awali, sheria ya Posse Comitatus inazuia matumizi ya jeshi kwa madhumuni ya kutekeleza sheria za ndani. Uamuzi wowote wa kupeleka vikosi ungehitaji kuzingatia kwa makini mfumo wa kisheria na matokeo yanayowezekana katika katiba. Hatimaye ni muhimu kuzingatia athari inayoweza kutokea kwenye mtazamo wa Marekani kwenye jukwaa la kimataifa. Kupeleka jeshi kushughulikia masuala ya uhamiaji kunaweza kuonekana kama kujitenga na thamani za Marekani za jadi na mabadiliko kuelekea mkakati wa kufunga mipaka. Hii inaweza kusababisha mkazo katika uhusiano na washirika na kuathiri hadhi ya nchi katika masuala ya kimataifa. Madhara na majibu. Uwezekano wa Trump kurudi kwenye nafasi ya urais na kauli yake ya kushambulia nchi nyingine imewatia wasiwasi wengi wa Marekani. Katika sehemu hii, tutachunguza matokeo na majibu ya uwezekano wa Trump kuchaguliwa tena na matokeo mabaya ambayo yanaweza kuwa nayo kwa nchi. Kiwango ambacho uwezekano wa Donald Trump kuchaguliwa tena kwa kipindi cha pili unakaribia, matokeo yanayowezekana kwa Amerika ni ya kutisha sana. Tutachunguza kwa karibu nini kipindi kingine cha Trump kinaweza kumaanisha kwa nchi. Nia zake wazi kuhusu kipindi cha pili zimeleta athari kubwa kote nchini. Trump ameona uchaguzi wa 2024 kama vita la mwisho kwa Amerika, pasipo kutoa nafasi ya shaka kuhusu azma yake ya kulipiza kisasi. Wakati wa hotuba katika mkutano wa sera za kihafidhina za kuchukua hatua, alisema, "Mimi ni kulipiza kisasi chako." Maneno haya, pamoja na matendo yake ya nyuma, yanazua wasiwasi mkubwa kuhusu mwelekeo ambao angechukua nchi endapo angepata miaka 4 zaidi katika urais. Mbali na ahadi yake ya kutuma wanajeshi kwenye mpaka kati ya Marekani na Meksiko, mojawapo ya taarifa za kutisha zilizotolewa na Trump ni kusamehe wapinduzi wa Januari 6 katika awamu ya pili ikiwa angechaguliwa tena. Hii inaonyesha wazi utayari wake wa kulinda wale wanaotaka kudhoofisha demokrasia. Aidha, kuna ripoti kuhusu nia yake ya kuvunja serikali kuu, huenda akifuta maelfu ya wafanyakazi wa umma na kuteua washirika wa kifikra. Matendo haya yanaweza kuleta athari kubwa kwenye usawa wa mamlaka ndani ya serikali. Trump pia alizungumzia uwezekano wa kutumia wizara ya sheria kuchunguza au kuwashtaki wapinzani wake walioperceived, kama vile aliyekuwa ofisa mkuu wa wafanyakazi John Kelly, aliyekuwa mwanasheria mkuu William Barr na aliyekuwa mkuu wa wafanyakazi wa pamoja Jenerali Mark Milley. Hii inaleta wasiwasi kuhusu siasa wa mfumo wa mahakama na hatari ya matumizi mabaya ya mamlaka. Zaidi ya hayo, kuna uvumi kuhusu uwezekano wa Trump kutumia sheria ya kuasi siku yake ya kwanza katika awamu ya pili, ambayo ingekuwezesha kutumia jeshi ndani ya nchi kukandamiza maandamano na upinzani. Hii inazua maswali mazito kuhusu uhifadhi wa uhuru wa raia na haki ya kufanya maandamano kwa amani. Alan Lichtman, profesa wa historia katika Chuo Kikuu cha Amerika, anatoa tahadhari kuwa awamu ya pili ya Trump ingekuwa ya kutisha.
Hatari ya matumizi mabaya ya mamlaka na kuzorota kwa kanuni za kidemokrasia ni sababu ya wasiwasi mkubwa. Kuna makubaliano kwamba awamu ya pili ingekuwa janga kwa Amerika, kwani anapanga kutumia mamlaka yake kuwafuatilia maadui, kuimarisha udhibiti wake na kupuza sheria na mila za kidemokrasia. Wataalam wanaonya kwamba miaka zaidi minne chini ya Trump ingekuwa msiba kwa sayari kutokana na mtazamo wake kuelekea mabadiliko ya hali ya hewa na mipango ya kuongeza utafutaji wa nishati za kisukuku. Ukosefu wa msaada ndani ya chama cha Republican ungekuza mwendelezo wake, uwezekano ukisababisha matokeo makali sana na ya kutisha, kutoka kwa kudhoofika kwa demokrasia hadi athari za mazingira. Hali ya wademokrasi kudhibiti bunge ingeweza kufanya ajenda iwe halisi. Mwitikio wa umma kwa pendekezo la Trump la kuhamisha wanajeshi kwenye mpaka na Mexico lilikuwa kali na iliyogawanika. Wafuasi walitoa pongezi kwa msimamo wake imara kuhusu uhamiaji na usalama, huku wakosoaji wakieleza wasiwasi wao kuhusu kuwa na jeshi kwenye mpaka na uwezekano wa unyanyasaji wa haki za binadamu. Maandamano yalifanyika kote nchini, huku watetezi na makundi ya ulinzi wakilani mpango wa Trump kama wa kupita kiasi na wa kidikteta. Walidai kuwa kuhamisha wanajeshi kungeongeza magogoro na kudhuru wahamiaji na wanaotafuta hifadhi. Maafisa wa uhamiaji walijibu tofauti kwa pendekezo hilo, wakipokea vema msaada wa ziada, lakini pia wakiwasilisha wasiwasi kuhusu shinikizo katika operesheni zao na umuhimu wa kuwa na mbinu zaidi ya kibinadamu. Mjadala kuhusu suala hilo ulitawala vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Mwitikio huu wa umma ulionyesha mazingira yaliyogawanyika kisiasa nchini Marekani. Urais wa pili wa Trump unaweza kusababisha mabadiliko makubwa katika maeneo kadhaa ya jamii, kama vile katika eneo la afya. Trump amekuwa akikosoa sheria ya huduma ya afya ya bei nafuu kwa muda mrefu, na muhula wa pili ungeweza kumaanisha jitihada mpya za kuiondoa au kuibadilisha, ikileta athari kwa mamilioni ya Wamarekani katika upatikanaji wa huduma za afya na kusababisha sintofahamu kwa watu wenye hali za awali za kiafya. Sera za kiuchumi za Trump pia zingekuwa na athari kubwa. Ahadi za kupunguza kodi na kupunguza udhibiti za Trump zinaweza kufaidi makampuni na matajiri, lakini wakosoaji wanasisitiza kwamba hatua hizi zingeweza kuzidisha pengo la mapato na kupanua pengo la utajiri nchini Marekani. Msimamo wa mashaka wa rais kuhusu mabadiliko ya tabianchi na uungaji mkono wake kwa sekta ya mafuta ya kisukuku ni wasiwasi wa ziada, kwani inaweza kusababisha kurudisha nyuma kanuni za mazingira na kudhoofisha juhudi za kukabiliana na mabadiliko ya tabianchi. Hatua hizi zingeweza kuwa na athari za muda mrefu kwa sayari na kwa vizazi vijavyo, zikiathiri pia masuala ya haki za kijamii. Msimamo wa Trump kuhusu mageuzi katika mfumo wa sheria ya jinai, uhamiaji na haki za raia umesababisha utata. Muhula wa pili wa rais ungeweza kumaanisha kurudi nyuma katika maeneo haya, kusababisha mivutano inayoongezeka na magawanyiko zaidi katika jamii. Kwa kiwango cha kimataifa, muhula wa pili wa Trump ungeweza kuleta matokeo makubwa. Diplomasia yake isiyokuwa ya kawaida na sera ya Amerika kwanza inaweza kusababisha mvutano na washirika muhimu na kuongeza kutokuwa na uhakika kwenye masuala ya kimataifa na kuathiri biashara, usalama na ushirikiano wa kimataifa. Kulingana na Ezra Levin, aliyekuwa mfanyakazi wa bunge, ni muhimu kuzingatia si tu Trump, bali pia wachezaji wengine wabaya ndani ya mamlaka ya kisheria ambao wanaweza kusababisha madhara makubwa kwa kuunga mkono. Mwanasiasa wa zamani Liz Cheney aliwaonya kwamba Marekani inakabiliwa na kitisho cha kugeuka kuwa udikteta ikiwa Trump atachaguliwa tena. Alisisitiza kwamba ikiwa Trump atapata muhula wa pili, atakuwa huru kutekeleza hatua zote ambazo alijaribu hapo awali.
lakini zilizuiliwa na watu wenye jukumu katika idara ya sheria na ikulu ya White House. Cheney alionyesha wasiwasi wake, akisema kuwa ni kitisho halisi na kubwa, akimalizia kuwa ingekuwa ni ujinga kufikiria kwamba nchi ingeendelea kuishi chini ya uongozi wa Trump. Mpaka sasa, Donald Trump ameweza kuepuka kuhojiwa kuhusu ajenda yake ya kisiasa kwa kutofika kwenye mihadhara ya awali ya marudio ya Republican, lakini ametoa ishara nyingi kwenye mikutano ya kampeni na matangazo mtandaoni kwamba muhula wake wa pili ungekuwa mkali zaidi na kikatili ikilinganishwa na wa kwanza. Matokeo ya muhula wa pili wa Trump katika jamii ya Marekani ni pana na tatanishi, yakiwajumuisha afya na uchumi hadi mazingira na mahusiano ya kimataifa. Maamuzi yatakayofanywa katika uchaguzi ujao yataunda mustakabali wa taifa letu. Ukandamizaji wa Trump wa uhamiaji. Kama ilivyotajwa hapo awali, moja ya sifa za kipekee za utawala wa Trump wakati wa uongozi wake kama rais wa Marekani ilikuwa msimamo wake mkali kuhusu uhamiaji. Kwa hivyo, tishio lake la kutangaza vita kwa kutuma vikosi vya kijeshi kwenye mpaka kati ya Marekani na Mexico halishangazi. Mnamo Januari 2020, chini ya utawala wa rais wa Marekani Donald Trump, programu yenye utata ilianzishwa inayojulikana kama programu ya Kaa Mexico, rasmi inayoitwa Itifaki za kumlinda mhamiaji. Programu hii ililenga kushughulikia wimbi la waombaji wa hifadhi kwenye mpaka kati ya Mexico na Marekani. Hata hivyo, utekelezaji wake na matokeo yake haraka yalisababisha mshangao ulimwenguni kote. Mpango wa Kaa nchini Mexico ulikuwa ukituma waombaji wa hifadhi kurudi Mexico kusubiri mashauri ya mahakamani ya uhamiaji, kuwaweka wazi kwa hatari za utekaji nyara, unyonyaji, ubakaji na unyanyasaji mwingine nchini Mexico. Sera hii ilikiuka haki yao ya kutafuta hifadhi Marekani na kuzua wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wao na ustawi wao. Wakati utawala wa Trump ulipojaribu kudhibitisha umuhimu wa mpango huo kushughulikia idadi kubwa ya maombi ya hifadhi, mashirika ya haki za binadamu na walinzi walitoa tahadhari kuhusu ukiukaji wa haki za binadamu unaoweza kutokea na hatari zinazokabiliwa na watu na familia zilizo hatarini. Utekelezaji wa mpango wa Kaa nchini Mexico ulikuwa ni marekebisho makubwa katika sera ya uhamiaji ya Marekani kwa kuhamishia jukumu la kusindikiza maombi ya hifadhi kwa Mexico, nchi ambayo tayari ilikabiliana na changamoto zake za usalama na za kibinadamu. Utekelezaji wa mpango huo na matokeo yake haraka yakawa chini ya uchunguzi mkali na utata, ukileta wasiwasi mkubwa kuhusu haki za binadamu. Waombaji wa hifadhi waliolazimishwa kusubiri Mexico waliwekwa katika hatari na unyanyasaji mbalimbali, mara nyingi bila ulinzi wa kutosha. Leo mapambano mpakani yanazidi kuongezeka, huku rais akimtuma rasmi jeshi la kitaifa katika mpaka wa Mexico, akidai katika taarifa kwamba hali imewadia kuwa mbaya kutokana na dawa za kulevya, shughuli za makundi hatari ya genge na uhamiaji haramu wa kiasi kikubwa. Ripoti kutoka kwa mashirika ya haki za binadamu kama Human Rights Watch zimerekodi kesi za utekaji nyara, unyonyaji, unyanyasaji wa kingono na aina nyingine za ukatili dhidi ya waombaji wa hifadhi nchini Mexico. Ukosefu wa upatikanaji wa msaada wa kisheria na huduma za usaidizi uliongeza zaidi udhaifu wao. Zaidi ya hayo, mpango huo ulikiuka haki msingi ya kutafuta hifadhi, kanuni muhimu ya sheria ya kimataifa. Kwa kuwalazimisha watu kubaki Mexico, Marekani ilikataa kwa ufanisi fursa yao ya kesi zao kupitiwa katika mazingira yenye haki na salama. Utekelezaji wa mpango huo haukuwa na uwazi wala uwajibikaji, na mashirika ya utoaji haki za mipaka kwa pande zote mbili zilikuwa zikihusika katika aina mbalimbali za unyanyasaji, zikifanya kazi bila adhabu au adhabu ndogo. Hii imezua wasiwasi mkubwa juu ya matibabu ya waombaji wa hifadhi na usawa wa mpango huo.
Licha ya taarifa za kutisha na ukiukwaji wa haki za binadamu, programu ya kukaa nchini Mexico iliendelea chini ya usimamizi wa Trump bila kuonyesha kuzingatia kwa ustawi na usalama wa walioathirika. Athari hasi ya mpango huwa kwa watu walio hatarini na familia zinazotafuta ulinzi ilikuwa mbaya sana, zikiwaweka katika hatari zaidi na unyanyasaji. Mashirika ya kutetea haki na mashirika ya kisheria yalichukua hatua za kisheria kupinga uhalali na katiba ya mpango huo, wakisisitiza kwamba ulikiuka sheria za kitaifa na kimataifa zinazolinda haki za waombaji wa hifadhi. Changamoto hizi za kisheria zililenga kuonyesha wasiwasi wa haki za binadamu na kutafuta haki kwa walioathirika. Maandamano ya umma na maandamano yalitokea yakidai kufutiliwa mbali kwa mpango huo na kuitaka njia inayohurumia zaidi na kuheshimu haki za wahamiaji. Wanaharakati na mabingwa wamekuza sauti za waombaji wa hifadhi na kushiriki hadithi zao ili kuangazia ukweli mgumu walio nao. Kufuatia maombi ya umma na shinikizo linaloongezeka, utawala wa Biden ulichukua hatua za kushughulikia wasiwasi wa haki za binadamu kuhusu programu ya kukaa nchini Mexico. Tarehe 6 Desemba 2020, Rais Joe Biden alianzisha tena mpango huo, lakini kwa marekebisho yanayolenga kuboresha matibabu na usindikaji wa waombaji wa hifadhi. Walakini, kuna shaka zinazoendelea juu ya jinsi marekebisho haya yatazotekelezwa na kama yatalinda kwa ufanisi haki na usalama wa walioathirika. Katikati mwa msako wa uhamiaji wa Trump kulikuwa na ujenzi wa ukuta wa Trump wenye utata, ambao pia ulijulikana kama ukuta. Upanuzi huu wa kizuizi kati ya Mexico na Marekani ulilenga kuzuia uvukaji wa mpaka usio halali na kurekebisha sera za uhamiaji. Yote haya yalianza wakati wa urais wa Donald Trump alipopata ahadi kwa watu wa Marekani ya kujenga ukuta mpakani na kufanya Mexico kulipa kwa hilo. Ahadi hii ya kampeni ilisababisha mjadala mkubwa na utata, ikijiandaa kwa moja ya miradi mikubwa na yenye utata katika historia ya hivi karibuni. Mnamo mwaka wa 2017, Rais Trump hakuchelewa kuchukua hatua. Aliandika amri ya rais iliyowataka serikali kuanza ujenzi wa ukuta ukitumia fedha za serikali zilizopo. Jukwaa lilikuwa limeandaliwa na mbio za ujenzi wa ukuta zikanza. Hata hivyo, njia ya ujenzi haikuwa laini kamwe. Mapambano ya kisiasa kuhusu ufadhili yalifuata, yakisababisha kufungwa kwa serikali ambayo ilichelewesha maendeleo zaidi. Lakini licha ya vikwazo, ujenzi hatimaye ulianza mwaka wa 2018, ukionyesha hatua muhimu katika kupinga uhamiaji wa Trump. Marekani iliendesha mpango wa kujenga vizuizi vipya kando ya maili 450 za mpaka. Kwa kiasi kikubwa, vizuizi hivyo vilikuwa katika mfumo wa ukuta wa nguzo za chuma, lengo likiwa ni kukataza uvukaji haramu na kuboresha usalama kwenye mpaka. Timu za ujenzi zilifanya kazi kwa bidii, wakikabiliana na mazingira hatarishi na changamoto za vifaa ili kutimiza maono ya Trump. Hata hivyo, mkasa uliozidi kuwa mzito ni uibukaji. Kati ya juhudi za ujenzi zinazongozwa na serikali, washirika binafsi linaloitwa We Build the Wall lililopendekeza kusaidia katika ujenzi wa ukuta kwenye mali binafsi karibu na El Paso, Texas. Hatua hiyo isiyotarajiwa iliongeza safu nyingine ya utata na mjadala kwenye mradi tayari umeshikiliwa na ubishi. Ujenzi wa ukuta wa Trump ulikuwa mchakato wa utata na mgumu sana, ukikabiliwa na vizuizi vya ufadhili, changamoto za kisheria na vikwazo. Tangu mwanzo, ukuta wa Trump ulikuwa chini ya ukosoaji mkubwa. Wengi walisisitiza kwamba haukutachangia kwa ufanisi kupunguza uhamiaji haramu au biashara ya madawa ya kulevya. Ujenzi wa ukuta wa Trump ulikumbana na changamoto za kisheria mbalimbali. Kesi zilifunguliwa zikidai kwamba ukuta ulikiuka sheria za mazingira na kukiuka haki za mali za kibinafsi. Mivutano hiyo ya kisheria iliongeza tu ugumu na utata kuhusu mradi huo,
ikileta mjadala kuhusu madhara yanayoweza kutokea kwa kuzingatia usalama wa mpakani badala ya uhifadhi wa mazingira na haki za kibinafsi. Kwenye kiwango cha kimataifa, ukuta uliopendekezwa ulikosolewa kwa kiasi kikubwa. Nchi nyingi zililaani hatua hiyo, zikiona kama ishara ya magawanyiko na ubaguzi. Hata hivyo, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alitoa uungaji mkono kwa ukuta huo, akifanya kulinganisha na ukuta wa Kiyahudi huko Ukingo wa Magharibi. Ugawanyiko wa kimataifa ulionyesha jinsi ukuta huo unavyogawanya pande na madhara yake kwa uhusiano wa kimataifa. Papa Francis, kiongozi wa kanisa Katoliki, alikuwa miongoni mwa wakosoaji mashuhuri wa mradi huo, akisisitiza umuhimu wa kujenga madaraja badala ya kuta, akisisitiza umuhimu wa kukuza uelewa na huruma mbele ya changamoto za uhamiaji. Msimamo wake ulisisimua wengi ambao waliona njia ya kibinadamu kuwa ni muhimu badala ya kutegemea kikamilifu vizuizi vya kimwili. Moja ya hoja kuu ya wafuasi wa ukuta wa Trump ilikuwa uwezo wa kupunguza uhamiaji haramu, wakiamini kwamba kizuizi cha mwili kingefanya iwe ngumu kwa watu kuvuka mpaka kinyume cha sheria. Hata hivyo, ufanisi wa ukuta katika kufikia lengo hilo bado unaendelea kuzungumzwa kwa nguvu. Baadhi ya utafiti unaonyesha kwamba ukuta ulisababisha kupungua kwa uhamiaji, hasa maeneo ambapo ulijengwa, ambayo wafuasi wanataja ni ushahidi wa mafanikio katika kuzuia uvukaji wa mpaka kinyume cha sheria. Kwa upande mwingine, wakosoaji wanadai kwamba sababu zingine kama mabadiliko ya kiuchumi au sera za uhamiaji zinaweza kuchangia kwa kupungua kwa uhamiaji, ikifanya iwe ngumu kumtaja ukomo wa kupungua huko kwa ukuta huo peke yake. Zaidi ya hayo, ukuta pia ulilenga kukabiliana na suala la visa zilizopita muda wake, ingawa wakosoaji wanasisitiza kwamba haifanyi mengi kutatua tatizo hilo. Tangu haiongozi watu wanaoingia kihalali, lakini wanazidisha muda wa visa vyao. Matokeo ya ukuta wa Trump yanavuka athari yake ya moja kwa uhamiaji na visa vilivyopita muda wake, ukiguka kuwa ishara ya jinsi Marekani inavyochukulia uhamiaji na mtazamo kuhusu usalama wa mipaka. Hii imesababisha mijadala mikali kuhusu thamani na kanuni zinazopaswa kuongoza sera za uhamiaji. Kukamilisha video hii, ni muhimu kufahamu kwamba ahadi ya Donald Trump ya kupambana na uvamizi wa Amerika na wahamiaji ikiwa atachaguliwa tena mwaka wa 2024 inaweza kutafsiriwa kama kuondoka mbali na thamani za Marekani za jadi na kuelekea kwenye mtazamo wa kujitenga zaidi. Ikiwa ulipenda video hii, bonyeza kwenye kadi zinazoonyeshwa kwenye skrini yako kuangalia video nyingine za kushangaza sawa na hii.